lazima ni kwamba wewe ujue ramani ya mabaya, ramani ya uharibifu imepangwaje. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, kila ramani ya mabaya na ipasua pasua, ramani ya kushindwa, ramani ya kufilisika, ramani ya kuwa maskini, ramani ya kosa ndoa, ramani ya mauti, na ipasua pasua kwa jina la Yesu. Wanapasua ramani za ubaya kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna siku ya wokovu. Ile siku ya wokovu inakuwa imepanga. Wewe unapomaliza mwaka, unaanza mwaka, unaumalizaje? Amini, unaumalizaje? Unamalizaje mwaka? Unaumalizaje mwaka na unamalizaje Mungu? Kwa hiyo huwa kuna ramani ya mabaya. Ile ramani ya mabaya inakuwa imetengenezwa mahususi kwa ajili ya mtu. Kwa tunataka huyu mtu asiishi, tunataka huyu mtu afe kwa magonjwa, tunataka huyu mtu asiishi. Hebu ngoja tuangalie kitabu cha Ufunuo pale, Ufunuo ile sura ya 6, sura ya 6 na mstari wa 7 na 8. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga, kwa njaa, kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Yohana yuko kwenye maono, akaona malaika anaambia, akasema, Bwana naita, ni kama namuita, akasema njoo. Aliposikia ile sauti Yohana, amini ile malaika naita, ikabidi Yohana angalia, huyu anamuita nani? Alipoangalia akamuona farasi. Yule farasi alikuwa na rangi ya kijivu kijivu. Alafu alipomtazama vizuri, juu ya yule farasi amepanda mtu, lakini yule mtu ameandikwa Mauti. Alafu nyuma ya farasi, yule farasi ambaye juu yake amepanda Mauti, kuna kitu kinaitwa Kuzimu. Kuzimu nayo iko inapatana nao, inafuata kwa nyuma. Alafu akaambiwa yule Mauti na yule Kuzimu, wakaambiwa waende wakadhuru robo ya nchi. Tunaposema robo ya nchi, tunaweza kusema dunia yote au ulimwengu wote, tunachukua robo yake. Dunia ina nchi ngapi? Mia moja sitini na tatu. Afrika tu nadhani na nchi 54 kama sikosei. Sasa zile nchi kama zipo nchi 200, ukichukua robo ya 200 ni ngapi? 50. Kwa hiyo maana yake robo ya dunia wanaambiwa fanyeni
sikilizeni hawa, fagia robo ya dunia. Manake kama dunia ina nchi 200 na Afrika ina 50, manake Afrika karibia yote inafagiliwa. Na akaambiwa unatumia njia gani? Tumia wanyama wa mwituni. Kama ni simba anatokea tu anaua watu. Tumia njaa. Tengeneza namna ambayo nchi itakosa chakula, nchi itakosa mvua, watakosa chakula, alafu watu watakufa. Unakuta matukio yamepangwa ya kuharibu watu. Kila unachokiona kimepangwa rohoni. Hakuna chochote kinachotokea kwa bahati mbaya. Mimi nakwambia hata vurugu zile za 29 Oktoba kwenye ulimwengu wa giza kuliwekwa ajenda. Wewe unawaza kwamba limetokea tu moja, jambo linatibuka, jambo linalipuka na watu wanakusikiliza. Hakuna jambo lolote ambalo likitokea linatokea kwa bahati mbaya. Kuna ajenda ya kishetani mahali imewekwa mahali. Hakisheni wanaharibu watu, hakisheni kwa njia yoyote. Hakikishe. Kwa hiyo wewe ukivichua hila za shetani na ramani ya ubaya iliyopangwa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya wanao, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya chochote unachofanya, tambua hilo ya kwamba ingia katika vita vya kiroho, ujue siri inayoendelea. Wameambiwa waue kwa njaa, kwa tauni. Tauni ni magonjwa ya milipuko ambayo yanatokea kwa msimu fulani. Waue kwa upanga, silaha, iwe ni risasi, iwe ni visu, mapanga, mikuki. Unaweza ukaona kitu fulani au hali fulani ukawaza ni ya kawaida. Sio ya kawaida, sio ya kawaida. Ile sura ya 9 ya Ufunuo ule mstari wa 15. Ufunuo sura 9 mstari wa 15. Wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa
wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Unaona, kuna malaika wamepangwa saa, siku, saa na wamewekwa pale. Hao ni kwa ajili ya ile saa ya uharibifu, siku ya uharibifu, mwezi wa uharibifu na mwaka wa uharibifu. Hawa ni malaika wamewekwa tayari. Kwa hiyo malaika, kuna malaika wa nuru na malaika wa giza. Kuna malaika wa giza anaweza akawekwa tayari akiwa ametoka na bodaboda, kaeni kwenye barabara fulani, yale mashetani anawekwa, amepanda bodaboda anaenda mnadani, anasema jamani, yale mashetani mabovu nishaambiwa kuna saa, hakikisheni saa 10 jioni mko mahali fulani, tunajua takuja, na wewe anakupampu wakati wale ni saa ya uharibifu, wewe unasikia kwenda tu. Amen. Ila kama umetengua ramani ya ubaya wakati ile saa na siku na mahali walipopanga, wewe haupiki pale wala uendi kule, wanashamba wameshaenda pengine, kwa sababu umejua siri za kiroho na umezipangua kwa jina la Yesu. Hawa malaika wanne wamepewa ajenda ya kukaa mahali fulani, wahakikishe wanaua robo ya wanadamu, theluthi ya wanadamu. Kwa hiyo theluthi ya wanadamu, maana yake hao malaika wako tayari, wamepangwa. Ikifika siku, ndio maana Maandiko yanasema vaeni silaha zote ili muweze kushindana siku ya uovu. Wewe hujui kwamba kuna siku ya uovu? Wewe siku ya uovu, usiposhindana, siku ya uovu inatimia. Ukishindana, siku ya uovu inapanguliwa. Siku ya kupata ajali inapanguliwa, siku ya kufa inapanguliwa, siku ya kufilisika inapanguliwa, siku ya kuwa maskini inapanguliwa, siku ya kuwa mgonjwa inapanguliwa. Unapona na unakuwa huru kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ramani ya mabaya, ukiona jambo lolote linatokea mahali lilipangwa mwanzoni au mapema, ukiona jambo limetokea mahali halijatokea hivi hivi, kuna mahali lilipangwa kwanza, likapangwa na siku, likapangwa na namna ya kutokea. Hebu tuangalie kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili ile sura ya 6. Wafalme wa Pili sura ya 6. Wafalme wa Pili sura ya 6, andika mstari wa 8 mpaka 23. Lakini
Mimi sitasoma yote, lakini kama andika mstari wa 8 mpaka wa 23. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya shauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu niko wanaposhukia Washamu. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuadhalishwa akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama, yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa, wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomteremkia Elisha, akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusiba watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, njia hii sio na mji huu sio, nifuateni mimi, nami nitawapeleka kwa mtu yule unayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Hata alipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, Bwana, wafumbue macho watu hawa wapate kuona. Bwana akawafumbua macho, wakaona, kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipoona, akamwambia Elisha, baba yangu, niwapige? Akajibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga wako na uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na kunywa, akawaacha wakaenda zao kwa bwana wao. Na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona nisome yote kwa sababu nitaka uone kisa hiki. Hawa walikuwa ni mfalme, watawala wameangalia, wamepanga mipango ya uharibifu, lakini mipango ya uharibifu waliyopanga ni kwa ajili ya watu wa Mungu, wacha Mungu.
wamepanga mabaya kwa wacha Mungu, wamepanga mabaya kwa watu wa Mungu. Wakasema hawa watu tuangamize. Sasa kabla hayajatokea, ikabidi Mungu amtumie Elisha. Elisha akawa anapewa taarifa, Bwana, leo mfalme wa Shamu alikuwa kwenye kikao na viongozi wake na majemadari wake na maaskari wake, walikuwa na kikao cha siri. Wamepanga wataenda sehemu fulani, ndipo watakapojipanga wataanza kuipiga Israeli. Akawaambia, wakapata kikao cha siri. Ukiwa na Mungu, hata kama ukipanga kikao cha siri utajua. Ukiwa na Mungu, hata kama wanapanga kikao cha siri utajua. Amen. 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 Mtu ambaye ni mtu wa Mungu, ukimpangia mabaya huwa anajua. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa aliniambia ilikuwa kama sikosei, ilikuwa kabla ya kifo cha aliyekuwa spika wa bunge. Nikaonyeshwa jambo fulani la ajabu. Nikaonyeshwa mtu mmoja, hakuwa yule aliyefariki. Nikaonyeshwa mtu mmoja, kuna mtu anamtafuta kumuua, lakini yule mtu aliyekuwa anatafutwa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na mtu aliyekuwa anatafuta kumuua alikuwa anataka kumuua kwa njia ya sumu, na alikuwa ni mdada hivi. Mimi nikamwona yule mdada anataka kumuua yule mtu, nikamwambia, wewe kumuua huyo. Nikachukua ile sumu aliyokuwa na nikamnyang'anya, alafu nikatoka kwenye maono. Nikajiuliza, kwa nini Mungu amenionyesha kitu hiki? Amen. Ikabidi nianze kuomba kwa ajili ya yule mtu aliyenionyesha Bwana ya kwamba anawindwa ili apewe sumu. Ikabidi nianze kuomba. Sasa kwa nini Mungu alinitumia ni kwa ajili ya yule, alikuwa na maana yake. Kama una Mungu, hakuna jambo lolote likatokea kabla Bwana hajakujulisha, na asipokujulisha atajulisha wengine, wataomba kwa ajili yako. Baada ya hapo ndio utasikia spika wa bunge amekufa, amefariki, alikuwa spika wa bunge, na mambo mengine yakaendelea. Amen. Sasa mengine ni siri yangu, sema amina. Haleluya. Ni lazima ujue ya kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo unatakiwa Mungu akupe taarifa. Sio unakupa tu kama kumbikumbi, yaani unazolewa tu kama kumbikumbi, hujui kinachoendelea. Amen. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, hawa watu, jeshi la Shamu limejipanga, tunataka twende tukaipige Israeli. Wanapanga kikao cha siri. Kile kikao cha siri kinapangwa ya kwamba tunataka twende tuwashukie Waisraeli, yaani wajikute ghafla tunawatandika. Mtumishi wa Mungu akapewa taarifa, mwambie mfalme asipeleke, ajihadhari, Washamu watashukia sehemu fulani, watakuwa pale.
Israeli wakapewa taarifa na wakatahadharishwa, wakajiokoa. Wale maadui walipoenda hakuna mtu, na wakajikuta wao ndio wamezunguka. Mfalme akasema, hapana, inawezekana kuna mtu hapa ambaye ni msaliti. Huyu msaliti ndiye anayepeleka taarifa kwa mfalme wa Israeli. Haiwezekani, sio mara moja, sio mara mbili. Tunapanga mipango inakufa, tunapanga mipango inaharibika, tunapanga mipango tunakuta tumefeli. Haiwezekani, kuna mtu hapa, lazima mniambie. Hapo kiongozi wa nchi amekasirika kwa sababu ya maaskari wake. Anasema haiwezekani, tunapeleka jeshi wanapigwa, haiwezekani, mniambie. Mtu mmoja akamwambia, sikiliza, wewe ukiwa kwenye chumba chako cha kulala, yale maneno unayoongea yale, ukiwa unaongea tu, leo nataka nipange jeshi niende watapiga sehemu fulani, ukiongea tu hata kama ni moyoni, kuna mtu mmoja anaitwa Elisha huwa anajua ulichoongea. Hiyo ndio faida ya kuwa prophet. Haleluya, haleluya! Hiyo ndio faida ya prophetic anointing. Haleluya! Mabaya kabla yanatokea unapewa taarifa. Ndio maana kanisa likikosa prophetic anointing inakufa vibaya. Kanisa likikosa nguvu ya kinabii likaenda tu kwa akili. Watu wengine hawaachi kusema manabii wa uongo. Ni kweli wapo manabii wa uongo, lakini wapo manabii wa kweli. Amen. Kanisa likikosa karama na huduma ya kinabii, hilo kabisa litakuwa na mambo yafuatayo. Moja, litakuwa linacheza na maisha ya dhambi na watu hawatajirekebisha, kwa sababu kinachoweza kuona siri ya rohoni ni macho ya kinabii. Kinachoweza kuona huyu amezidi chana ni macho ya kinabii. Amen. Kinachoweza kuona huyu ana roho ya hasira ambayo ndio inamzuia kufanikiwa ni macho ya kinabii. Kinachoweza kuona huyu aliota ndoto juzi anafukuza manyoka ni macho ya kinabii. Haleluya! Macho ya kinabii yanatengeneza na kuleta suluhisho kwa wepesi, na hata kila kuomba unaomba tu kwa wepesi. Ila kama huna jicho la kinabii, utaomba unaombea kichwa, kumbe shida iko kwenye mguu. Amen. Katika jina la kichwa bwana, shida iko kwenye kichwa, iko kwenye moyo. Amen. Haleluya. Ndio maana kanisa la Bwana lazima liwe na macho ya kinabii, litembee kwa mfumo wa kinabii, macho ya kinabii. Haleluya. Ndio maana Yesu akasema ni lazima iwepo huduma ya kinabii na karama ya kinabii. Na kwa sababu karama ya kinabii ni macho ya kiroho, shetani anaitumia sana na anaiwinda sana kuharibu watu na kuwapoteza watu na kupotosha kanisa. Haleluya. Ndio maana kwenye macho ya kinabii lazima kuwe makini sana. Ndio maana kwenye huduma ya kinabii lazima kuwepo makini sana. Kwenye huduma ya kinabii ndio watu wanaharibika. Kwenye huduma ya kinabii ndio ndoa zinakufa. Kwa sababu kuna wakati mwingine huduma ya kinabii shetani anaweza akachomekea. Mtu akaenda na huduma ya kinabii akatoa unabii na ukatokea, alafu shetani anachomekea. Siku moja niwaambia hapa sina, nasema kuna mtu mmoja alikuwa kanisani anatumiwa na karama ya unabii na anatoa unabii, watu wanamwamini. Haleluya. Mimi hakuna unabii ambao wanaufanyia kazi mpaka nikupime kwanza na mpaka nitulie kwanza. Amen. Haleluya.
Wakati mwingine ukaleta unabii, ukaona sijamfanyia kazi, lazima niupige kwanza. Je, akigachomekewa? Amen. Sasa akatokea mtu mmoja, mdada mmoja, sio kama mdada, mkono pale mama. Akaja anatoa unabii na unatimia. Yaani kila kitoa unabii unakuwa wa kweli. Shetani akasema, sikiliza, watu wasioshamwamini, ngoja niwafanyizie. Yule dada akalipuka na unabii. Akasema hivi. Tena kaenda kwa mchungaji. Ndio maana mchungaji naye anakuwa aombe awe na macho ya kiroho. Haleluya. Akaenda kwa mchungaji akamwambia, mchungaji, Bwana ameniambia huyu mke uliye naye sio wako. Amen. Sio wako. Bwana, yule mtu ametoa unabii siku nyingi sana, wamemwamini. Ametoa unabii na unatumia. Sasa Bwana ameniambia huyo mke sio wako. Basi akasema, kama Bwana amesema hakuna shida. Ikabidi basi angalie namna ya kumfukuza yule mke wake. Akamfukuza yule mke wake. Alipomfukuza, baada ya siku yule nabii akatoa unabii mwingine. Akasema, Bwana ameniambia mimi ndiye nipaswa kuwa mke wako. Haleluya. Kwa hiyo basi akamchukua yule ona, akamfanya yule nabii yule fake hiyo. Sio fake, ila amechomekewa hapo juu. Akaambia, Bwana mimi ndiye natakiwa niwe mke wako. Kwa hiyo ikabidi amchukue yule nabii yule na akamwoa. Bwana amesema. Haleluya. Biblia inasema zijaribuni roho. Amen. Karama ya kinabii ni nzuri, na msipokuwa makini ni mbaya. Na hasa kiongozi wa kanisa anatakiwa kuwa makini sana. Haleluya. Usiogope unabii, ni mzuri. Amen. Amen. Unabii ni mzuri, usiogope. Ila inahitaji akili na ufahamu. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unabii unahitaji mtu awe sensitive sana. Sensitive sana. Na wakati mwingine wanaangalia nabii zinazotoka mitandaoni na sasa ni manabii kweli. Kuna nabii mwingine ni nabii njaa. Anatoa unabii hata sio unabii. Amen. Ukisoma Biblia, wapo manabii wengi walioonyeshwa kwa habari ya watu. Sikiliza. Nikionyeshwa unabii wa huyu hapa na yule pale, namna kuwasilisha unabii wa huyu na yule itatofautiana. Amen. Kwa sababu huyu status yake, maisha yake ni tofauti na yule pale. Kwa mfano, nikipewa unabii unaohusu mkuu wa nchi, namna ya kuupeleka itatofautiana na unabii wa mtu mwingine. Amen. Wakati mwingine Mungu anaweza kasema na wewe kwa habari labda ya mkuu wa nchi, kwamba Mungu ameniambia hivi, wewe ukatoka publicly. Tumia hekima. Haleluya. Manabii wote wanaotoa unabii kwa ajili ya nchi, tumieni hekima, sio unabii. Unabii unahitaji hekima. Unaweza ukapewa unabii na Mungu, lakini ukiwasilisha ukawa ni hopeless. Amen. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia alipewa unabii wa mfalme Daudi. Daudi alikuwa ameenda kaua mtu, lakini lengo la kuua ilikuwa kwamba achukue mke wa yule jamaa aliyemuua. Alikuwa amemwona siku nyingi, akamtamani. Akajiuliza, huyo mke nampataje? Na mume wake yupo. Yule mume wake alikuwa ni askari. Ili kama vile unaweza kukuta labda rais
akatamani mke wako na wewe ni askari, sema pelekeni kwenye vita. Ukienda kwenye vita, mwekeni mbele. Ukiona vita imepamba moto, kimbieni, alafu mwache ili apige yeye. Nataka yeye afe kwa sababu nataka mke wake. Daudi akafanya hizo acrobacy, akaua. Alipoua lengo lake moyoni, anataka yeye amchukue mke wa Uria. Yeye ndiye kwa Uria, akamuua Uria, lakini mawazo yake na lengo lake amuoe mke wa Uria. Alipokufa kweli, Mungu akamtumia mtumishi wake nabii, akamwambia nenda kamwambie Daudi, umeua ili utamalaki, umeua ili uchukue vya watu kwa kuua. Wewe nenda mwambie rais, ambia bwana, wewe Mungu ameniambia umeua, alafu hadharani na watu wote wanaona, nchi nzima inaona. Hata kama unabii wako ulikuwa ni wa kweli, unaweza kumsaidia rais, hata usikiliza, hawezi kumsikiliza. Huyo ni kiongozi wa nchi, ni kiongozi mkuu, hata kama sio wa nchi, hata kama ni wa taasisi, hata kama ni wa nyumba kumi tu. Yaani wewe mwambie bwana, mimi bwana, mko kwenye kikao cha mzengo, alafu mwenyekiti wa mzengo wa kitongoji unamwataki publicly mbele ya wanaowaongoza, na kitu nachomwambia ni cha kweli, hata kisikiliza, hata kama ni cha kweli, mwite pembeni, mwambie Mungu ameniambia 1, 2, 3. Na ukimwangalia, angalia hekima yake, angalia mudi yake, angalia akili yake, na umsome namna ya kuingia. Sasa unakuta manabii wengine nasema Bwana ananiambia, sikiliza, unahitaji hekima. Unabii ni kitu kingine na kuwasilisha unabii ni kitu kingine. Haleluya! Sasa mwingine anakuwa anatafuta unabii, anatafuta kiki, niwe na followers leo mitandao na yenye haribu. Ukiwa na followers wengi, wanaoviewers wengi, nilipe mshiko. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi yeyote wa taasisi, hata kama kuna kitu amekosea, nenda kamwambie, lakini tumia hekima ya kuongea naye, atakuelewa na maisha yataenda vizuri. Sasa yule nabii akaenda kwa Daudi akamwambia, Bwana, akajiuliza Daudi, ukimwendea vibaya unakula panga. Yaani anataka mchezo, yaani mtu ambaye yeye kukula panga ni chapu. Sasa na mingiaje na Mungu amenituma? Kwa sababu kama Mungu amekutuma, ungeenda kumwambia Bwana amesema. Haleluya. Bwana amesema. Sasa anamwambia mfalme, Bwana, mimi nimekuja kutembelea, ninaishi katika tupige story. Wakaanzia mbali, akamwambia Bwana, hivi mfano, hapo alikuwa anapiga story, hivi mfano kwenye nchi yako amepokea mtu ni maskini kabisa, yani unajua wale maskini ambaye anakakondoo kamoja anakafuga na analala nako chumbani kwake hapo kamoja. Alafu ndani ya nchi yako kuna mtu ni tajiri, ana kondoo wengi, ana ng'ombe wengi, ana mbuzi wengi, yani ana mifugo mingi sana. Alafu huyu tajiri ambaye ana mifugo mingi akapata mgeni, anataka achinje, akaacha kuchinja kwenye wale alionao wengi,
akaenda akamnyang'anya yule maskini kale kamoja niko nako. Hivi wewe mfalme, wewe kama wewe bwana, hapo unalisemeaje wewe? Akasema yaani kwenye nchi yangu ikitokea huyo tajiri nitadili naye, yaani anatakiwa huyo usimache. Mfalme, huyo Mungu ni wewe. Hapo wako wawili, sio pakulikale, wako wawili. Kama ni Ikulu, aenda kutembelea Ikulu, ana ujumbe maalum aliopewa na Bwana, ameenda pale, anaambia Bwana, huyo mtu ni wewe, umeua. Sameshasema sema Mungu wangu, ikabidi aende kwenye maombi, asema Mungu nisamehe, nimefanya dhambi. Utakapopeleka unabii, itamfanya unayempelekea unabii akusikilize na kuone watanaye. Lakini kuna utakapopeleka unabii akakukimbiza na panga. Manabii wote wanaopewa ujumbe na Mungu kwa ajili ya watu, naomba mtumie hekima katika kutoa unabii mliopewa na Bwana. Haleluya! Tumieni hekima kutoa unabii. Kuna unabii mwingine unaweza kubomoa badala ya kujenga. Kazi ya unabii ni kumsaidia mtu, kama mtu amekosea ajue makosa yake na arudi kuomba, hata kama ni msamaha, kama ni kwa Mungu au mahali popote, ajue alichokifanya. Kwa hiyo Daudi akaanguka mbele za Bwana akaomba toba. Kwa nini alianguka mbele za Bwana? Wako wawili, mpeleka ujumbe na yeye. Hata kianguka yule hataona, yule hataona, yule hataona, yule hataona, yule hataona, yule. Sasa kama angepeleka kwa tangazia Israeli, sikiliza, Bwana ameniambia mfalme wenu taua. Hata kama ni mimi nakuja na kulamba kisu, ndio unanikaribishaje hivyo? Wewe unanikaribisha? Hapana. Kiongozi yeyote ukipewa ujumbe wake, heshimu status yake na nafasi yake katika watu hawalingani. Ni kweli Mungu amekutuma, ni kweli Mungu amekwambia, lakini hekima ni nzuri unapowasilisha ujumbe uliopewa. Haleluya! Wale manabii wanaotoa unabii kwenye mitandao si kwa ajili ya nani. Muweni makini sana. Haleluya! Muweni makini sana. Ndio maana unabii unahitaji uelewe. Ndio maana hata nabii hivi, unajua kwa nini mchungaji amepewa mamlaka ya kulea vipawa vyote? Ndio maana hata mchungaji anatakiwa alee kipawa cha unabii. Amen. Kuna mtu hapa anaweza kuwa nabii, kuna mtu hapa anaweza kuwa ni nabii, lakini ni lazima akae na ajifunze hekima ya unabii ili huduma yake iwe bora katika unabii wake, na akitabiria watu wafanikiwe, watu wapokee, watu wapate na waishi sawasawa na unabii aliowapa. Na huwa tunasema hivi, epuka kutoa unabii wa direct kama hujakuwa kwenye huduma ya kinabii. Narudia, epuka kutoa unabii wa direct kama hujaimarika na kukua katika karama na huduma ya kinabii, na hasa unabii unaobadilisha maisha, unabii unaobadilisha
Sasa maisha ndio kama huo niliotoa mfano wa yule nabii wa kanisani, kwa sababu unaposema kwamba Mungu ameniambia huyu mke sio wako, inatakiwa kuwa makini sana. Kwa hiyo kuna makanisa mengine unakuta yanaharibika, yanafurika kwa sababu ya huduma ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema ya wale wote ambao Mungu anawatumia katika unabii katika nyumba hii, kwa hekima ambayo Mungu anawapa. Bwana Yesu, kwa hekima ambayo Mungu anawapa. Kuna wengine unajua unabii na yuko tofauti. Kuna wengine ni nabii, ana karama ya unabii, lakini yeye anatoa unabii tukiwa kwenye maombi. Hapa nadhani hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwepo mmoja nadhani aliamu, ambaye yeye mara nyingi alikuwa anatoa unabii tukiwa katika maombi. Alikuwa ni Mama Mika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unabii huo ni mzuri, lakini pia usipopata mtu mwenye hekima utawasambaratisha kwenye hiyo ibada. Mtatoka kila mtu ana haleluya. Unabii wakati wa maombi unaendelea. Kumbuka mtu akiwa ananena kwa lugha, Roho wa Bwana amepanda. Sasa huyu akipanda, akichomekewa huko ndani, ile sauti ya kuchomekewa ndio itasikika. Amen. Ikisikika ile sauti ya kuchomekewa, inategemea imekwenda kubomoa nini. Kwa sababu shetani anaitengeneza. Leo nataka nitengeneze bomu, nataka nibomoe mtu leo, ibada haitaenda. Anaenda kama mtu shati. Kuna watu kwenye karama ya kinabii, akipanda na Roho, ajuka na nena na anatoa unabii, anaenda na kama mtu shati. Ulizidi jana. Ulizidi jana. Hata kama alikuwa amezidi, lakini kwa sababu ameenda kumkaba hadharani, naye atarusha ngumi. Amen. Atarusha ngumi. Sababu mazingira. Ndio maana wakati huo, kumbuka, mtu akiwa yuko rohoni na akachomekewa akiwa rohoni, ni ngumu sana kumcontrol. Haleluya. Kwa sababu ile namna ya kumcontrol ni ngumu. Ndio maana wakati mwingine kwenye nadili kama hizo, kwenye huduma kama hizo, mara nyingi ndio zinafanya. Lakini tunaenda mwingine ambaye anapewa ujumbe na anautunza, alafu anatafuta namna ya kupeleka kwa mtu aliyeambiwa. Huo ndio mzuri na unaofaa, na huo ni rahisi kumcontrol. Amen. Ilitokea kwa watu wamejaa kwa Roho, wako wananena kwa lugha, na ibuka nabii pale, anaenda na mkaba shati mama fulani, anambia wewe ni mchawi kabisa, jana nilikuwa na roho. Yaani hapo kila
kumbe mama Malole ni mchawi. Yaani tulikuwa tujui na anasafisha madhabahuni. Kanisa limevurugika, hakuna kusikilizana, hakuna kuelewana. Shetani anaweza kutumia karama ya unabii kuvuruga kanisa na watu wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo ukikuta ndipo naomba nategua nabii za hivyo likapasaka baba nategua. Sio kama hawapo manabii na wanaonyeshwa wapo, lakini Mungu ameweka hekima ndani yao. Ushawahi kuona mtu yeyote hapa ameatakiwa kwamba Bwana wewe umefanya hivi, lakini watu wanaonyeshwa? Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo pasta mmoja tukapiga soda, anambia bwana, kuna kanisa huko, kanisa moja bwana, yuko nabii, yani jamaa moja ana kama ya unabii. Yeye akitaka ujumbe hataka akusema niongee na pasta, yani yeye analipuka pale pale. Haleluya! Huyo ndiye namfukuza asubuhi. Haleluya, haleluya. Isiko kama sitamfukuza, nitamwambia ndio hapa tukae hapa tuzungumze, tupeane mikakati. Unabii hauendaki hivyo. Amen. Haleluya. Unapewa Mungu. Sikiza, Mungu ni wa ajabu sana. Mungu akiinua watu anawekea roho na hekima, watatoa unabii na mambo yataenda na huduma itaenda na watu watafanikiwa. Hapo ndio ujue hawa watu Mungu kawawekea vipawa ili wasaidie kanisa la Bwana. Sasa wengine anaweza akaibuliwa tu, akaibuliwa, shetani akamuibua. Hawa watu wanajifanya wanaomba, wanajifanya wana umoja, wanajifanya wanapigana, wanajifanya wanapita na kila umoja. Leo ninatutekea umoja leo, hapo nakuta pasta asoma theolojia, roho wa Mungu utambua hana. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna pasta mmoja kule nyumbani kwetu, kuna pasta mmoja alikuwa na huduma kubwa na ni kanisa kubwa of course. Sasa yuko mama mmoja ambaye naye anatumika sana katika karama ya unabii, na mara nyingi sana anamsaidia mchungaji katika mambo ya kuona na vitu vya kufanya vya kiroho. Haleluya. Sasa kuna kitu alikuwa ananisimulia wakati ile nilikuwa napiga mamlakio, napiga na nini, nikasema hapa inawezekana walichomekea. Haleluya. Sasa ile kanisa, unajua kanisa lolote, ngoja nikupe siri. Kanisa lolote linaendelea likiwa na watu waliofanikiwa. Sawa Kanisa likiwa na watu waliofanikiwa linaendelea tena kwa kasi na kwa haraka. Sasa kanisa lilikuwa na watu angalau watumishi wa umma na nini, liko vizuri, inaendelea vizuri. Wengine humo walikuwemo wa ndugu, kaka,
mawifi, mashemeji, na wote wako walio wengi wana kazi. Leo kanisa linaenda. Sasa yule mama nabii akawa anatoa unabii, lakini unabii anaonyeshwa kwa mfano. Huyo hapa anambia bwana, hivi nimeona mchana, alafu na yule pale bwana ni mchana, wale watu wanaosema wana uchawi ni wale watu wenye nafuu wanaoweza kusapoti huduma. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wana nafuu ya maisha, ama wana kazi, wana mishahara, wana nini, wanamtolea Mungu kwa uaminifu, na huduma inaenda kupitia wao wanamna wanavyojitoa. Yule mama, yule nabii akawanadili wote, akawavuruga wale wote waliokuwa wanaonekana wanazo, wote wakaonekana wachawi. Ikabidi vita ianze, hii vurugu. Mpaka watu wakaingilia kati, huyu mama anaharibu. Mchungaji Yesu anamwamini. Sema hamna bwana. Unajua kuna kitu kibaya sana kumwamini mtu asilimia 100. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata kama natoa unabii, kuna wakati mwingine wanaweka question mark. Yaani ukileta unabii, kuna wengine wanakuwekea alama ya kuuliza, alafu sikwambii. Amen. Sasa ikabidi wale wote waanze kutoka. Na kuja kuambia wale wote waliokuwemo wanaosapoti huduma wote walishatoka, wanatumia uchawi. Na nani? Na nabii yuko kanisani. Nikasema hawa walichomelewa hawakwenda. Amen. Shetani kweli huwa anataka kupiga hesabu, anajua huduma hii huyu ana nafasi gani, huyu ana nafasi gani, ana nafasi gani. Kwa hiyo hawa wote wana nafasi gani katika huduma hii? Kwa hiyo akitaka kuwavuruga, atatafuta namna ya kuwavuruga, alafu kila mmoja anapoteza mwelekeo, anapoteza direction. Inafaa kutoka, wengine wanaamua kwenda kuanzisha huduma zao, wanatoka, yaani wakatoka haribia wote, wakabaki wale wa kawaida. Sasa huduma utaiendesha? Bwana Yesu asifiwe. Hatumaanishi watu wa kawaida nao hawana nafasi, lakini pia kumbuka, huduma inaendeshwa kwa fedha. Sasa kama hatuna hela, tunaendeshaje huduma? Bwana asifiwe. Hatuna hela, tunatengenezaje madhabahu na hatuna hela? Na watu kama hawajatoa, unatengenezaje madhabahu? Unakaa tu na unakalia kwenye matope na huduma yako na matope. Haleluya. Lakini watu wanapomtolea Mungu kwa uaminifu, wale kupitia ile nafasi Mungu aliyowapa, wanajenga huduma inasonga mbele kwa sababu ya kipato chao na uaminifu wao na kujifunza kwao. Wataelewa kutoa, wakajua baraka za kutoa na wanatoa, na waamini mtu na waamini chochote na mtu, wanajua faida na wanatoa na wanapokea. Hao Mungu amewainua na amewapa hizo nafasi ili wainue huduma. Amen. Sasa shetani anaweza akawapiga hapo. Kwa hiyo akanisimulia pale, nikamsikiliza. Sikumwambia, lakini kajua moyoni hawa walichomekewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu akupe neema ya kutambua. Na mara nyingi wanawaambia, ukiona Mungu anakutumia katika karama ya kinabii, omba Mungu hekima na Roho Mungu akuongoze kutoa unabii. Wakati mwingine ukipata unabii, kemea kwanza, sema piga kwenye maombi, katika jina hii sauti iliyokuna na ifeka, piga. Kama ni ya Mungu itarudi, na kama ni shetani
ukiwa na roho wa Mungu utajua hapa nimechomekewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wanapenda unabii? Haleluya. Amen. Unabii ni mzuri, yaani unabii bwana. Yaani leo tunaona vitu ambavyo wengine hawaoni. Sasa. Amen. Yaani unaona kabisa, unaona. Leo umekaa hapa unaona picha ile mtu. Unaona picha ya huyo hapa inachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma za deliverance na maombezi, macho ya kinabii ya muhimu na karama ya unabii ya muhimu sana, kwa sababu inafichua chanzo cha tatizo. Amen. Unaweza kukuta mfano mtu aolewe, labda aolewe au labda kuna vitu vinatokea katika mazingira fulani, kuna kitu kinatokea, kuna vitu kumbe katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaendelea kinachosababisha hayo matatizo yatokee. Sasa huwezi ukajua kwa macho tu ya kuomba katika jina la Yesu. Unajua kuna mtu anapewa karama ya uponyaji na mwingine anapewa karama ya unabii. Unaweza kupewa karama ya unabii, ukapewa karama ya uponyaji, ukapewa karama ya miujiza. Karibia zile karama zote ukapewa, hiyo ni neema Mungu anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani karama ya uponyaji unayo na unaombea watu na wanapona. Karama ya unabii unayo na unaona rohoni na unatabiria watu vile Mungu alivyokuambia. Na kwa hiyo Biblia inasema tamani sana tuwe na vipawa. Haleluya. Tutamani kuwa na nini? Na vipawa. Unabii sio lazima na nini. Unajua wengine sasa unabii unakuja kwa njia nyingi. Unabii unaweza ukaja kwa mawazo, unaweza ukaja kwa hisia, unaweza ukaja kwa picha. Kwa hiyo ni vyema Mungu akakupa neema ya kuona. Kwa hiyo tamani kipawa cha roho au vipawa vya roho, iwe ni unabii na zile karama zingine, Mungu atakupa. Na uwe na shauku. Ukiwa na shauku, Mungu atakupa na uongeze viwango vya kujifunza zaidi namna ya kutoa unabii au namna ya kuwa nabii. Mara nyingi sana mimi ni mfuatiliaji wa unabii sana na mambo ya kinabii. Nafuatilia sana namna ya kuona unabii, namna ya kutoa unabii, namna ya kuona rohoni, namna. Kwa hiyo nafuatilia sana, lakini pia na kuomba. Kwa na wewe tamani, lakini wakati bado hujaimarika zaidi, nenda taratibu, usitoe unabii haraka. Ukiona kitu hujakielewa vizuri, usikitoe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu unakiona hujakielewa vizuri, usikitoe. Endelea kuomba Mungu akakuthibitishe. Hiyo ndio hekima katika karama ya unabii. Bwana Yesu asifiwe.